Kavumu hii deja. Kavumu hii msikwe sema semeo General Simba za Milimani ya kufika Kavumu leo dimanche le 22. Na tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko usalama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya 3 ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi ya kisiasa na hata ya kiusalama pia. Na kama kawaida tukiangazia macho yetu upande wa mashariki mwa Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini pia. Mapigano makali yameripotiwa kuanzia saa 11 alfajiri ama 5h du matin ya hii leo Jumapili tarehe 22 Februari huko Kavumu, eneo lililoko takriban kwenye kilomita 30 kaskazini mwa jiji la Bukavu. Kwa mujibu wa mashahidi walioko eneo la tukio, milio ya risasi imesikika kati ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya wahasi wa M23 RDF. Milio ya risasi ilisikika na kuridima katika maeneo mbalimbali ya kituo cha kibiashara cha Kavumu, hususan katika maeneo ya Karanda na Mbayo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mvutano huu umeendelea kwa takriban siku 3 katika eneo hili la kimkakati linalohifadhi uwanja wa ndege wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, vinaeleza kuwa wapiganaji wa Zalendo wanadai kuachiliwa huru kwa mwenzao mmoja anayedaiwa kutekwa katika kituo cha afya cha eneo hilo na wahasi wa M23 wanaodhibiti sehemu hiyo. Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama Jumapili hii. Kwa kawaida siku ya Jumapili katika mji wa Kavumu ndio huwa siku ya soko na ibada za kidini, lakini safari hii eneo hilo limeonekana kuwa tulivu na tupu katika mitaa, huku wakazi wakibaki majumbani mwao kwa hofu ya kulipiziwa visasi. Kwa upande wa wadau kadhaa wa AFC M23 RDF, wao wanamshutumu Rais Felix Tshisekedi kwa kudaiwa kuwaunga mkono na kuwatumia wapiganaji wa Zalendo ili kufanya mashambulizi ya mara kwa mara huko Kavumu na katika kijiji jirani cha Katana ambako pia matukio ya vurugu yameripotiwa mara kwa mara. Ila kwa rasmi, kwa upande wake gavana wa wahasi wa Kivu Kusini Bernard Busubwangwi anadai kuwa watu hao walikuwa ni watu wenye silaha waliotambuliwa kama majambazi ambao walidhibitiwa haraka na askari waliokuwa wakifanya doria ama patrouille maeneo hayo. Gavana huyo anahakikishia kuwa hali kwa sasa iko chini ya udhibiti wao M23 na kwamba watu waliokamatwa watawasilishwa mbele ya wananchi. Huku chanzo kingine kilicho karibu na eneo hilo kinaeleza kuwa bado kuna hali ya kutokuaminiana kati ya wananchi na kundi hilo la wahasi. Baadhi ya wapiganaji wanadaiwa kuchanganyika na raia bila kutambuliwa au kuripotiwa, jambo linalochochea zaidi hali ya taharuki na ukosefu wa utulivu wa kiusalama katika eneo hilo. Hali inaendelea kuwa ya sintofahamu na tete, huku wakazi wakisubiri kurejea kwa amani katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Tujielekeze mkoani Kivu Kaskazini ambako mapema alfajiri ya hii leo Jumapili tarehe 22 Februari mwaka huu, wapiganaji wa Zalendo walitangaza kurejesha udhibiti wa mji wa Kasenyi, eneo la kimkakati ambalo hapo awali lilichukuliwa kuwa ngome ya wahasi wa M23 katika sheferi ya Bahunde, grupema ya Kibabi, wilayani Masisi. Eneo hilo linapatikana kwenye takriban kilomita 24 kutoka mji wa madini wa Rubaya, kitovu cha shughuli za kiuchumi katika ukanda huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalisababisha kukamatwa kwa wapiganaji 20 wa M23. Wazalendo pia wanadai kukamata bunduki 6 za mashine aina ya PKM pamoja na silaha nyingine kadhaa na kiasi kikubwa cha risasi. Hatua hiyo inajiri katika kipindi cha shinikizo kubwa ya kuzunguka Rubaya, mji unaochukuliwa kuwa muhimili wa uchumi wa vita wa wahasi kutokana na umuhimu wake wa madini.
Kwa kuhofia kusonga mbele kwa wazalendo kuelekea mji huo wa kimkakati, basi M23 inadaiwa kupeleka silaha nzito ya msaada katika kilima cha Sita, eneo la Kalonge. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyoko katika eneo hilo, nafasi hiyo ya juu inatumika kushambulia kwa mabomu au mashambulizi mazito dhidi ya maeneo ya wazalendo huko Chugi na Kinigi, kwa lengo la kuzuia kusonga mbele kwao na kujaribu kurejesha udhibiti wa hali ya usalama. Hali bado inaendelea kubadilika uwanjani, huku mapigano yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Masisi. Na katika suala zima la nchi ya Rwanda kutetea uwepo wa majeshi yake nchini Kongo kwa kisingizio cha kuwepo kwa wahasi wa Rwanda wa FDLR wanaokosesha amani nchi ya Rwanda, kwa mujibu wa serikali ya Kigali, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya ameitilia shaka hoja hiyo ya kiusalama inayotolewa na Kigali kuhusu uwepo wa FDLR mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wake Patrick Muyaya, vikosi vya Force Democratique de Liberation du Rwanda FDLR vinavyoundwa kwa kiasi kikubwa na watu waliokimbia Rwanda mwaka wa 1994 haviwezi tena baada ya miaka 32 ama après 32 ans kuwa tishio halisi kwa utawala wa Rwanda. Patrick Muyaya anakumbusha kuwa tangu mwaka wa 1997 katika mzunguko wa uvamizi na udhibiti wa mashariki mwa DRC, Rwanda pamoja na makundi yake washirika hususan RCD waliwahi kudhibiti kwa muda mrefu mkoa wa Kivu Kaskazini. Hivyo anaibua swali la kwa nini swala la FDLR halikumalizwa kabisa kumradhi katika vipindi hivyo. Aidha, msemaji huyo anaeleza kuwa kati ya mwaka wa 2009 na 2020 jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo FARDC peke yake au kwa ushirikiano na jeshi la Rwanda RDF lilifanya operesheni kadhaa za kijeshi dhidi ya FDLR. Kwa mujibu wake, operesheni hizo zilisababisha kuuawa au kutiwa mbaroni kwa kiongozi wao pamoja na kurejeshwa kwa maelfu ya wahasi hao nchini Rwanda. Muyaya anadai pia kuwa baadhi ya maeneo yanayodaiwa kuwa na uwepo wa FDLR kwa sasa yako chini ya udhibiti wa Rwanda, huku akisisitiza kwamba baada ya kila mchakato wa amani, Kigali huendelea kudai kuwa tishio hilo bado lipo. Kwa mtazamo wa Patrick Muyaya, swala hili linazidi hoja ya usalama pekee. Ama anaamini kuwa rasilimali za asili za mashariki mwa DRC hususan dhahabu, koltani na madini mengine ya kimkakati ndizo chanzo halisi cha mvutano na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Kauli hizi zinatolewa katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kidiplomasia na kijeshi kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa nchi. Wakati serikali ya Kinshasa inatumia nguvu zote na namna yote ili kutaka kukomesha kikamilifu uvamizi endelevu wa Rwanda katika nchi ya Kongo, unakuta kuna wengine wakongomani wasio na mshipa wa dhamiri wako wanajipeleka kifua mbele kwa kusaidia Rwanda kutetea ufuska wake mashariki mwa Kongo. Alafu tena bila haibu wanashinda siku kutwa wakimsahisha ama kukorije Rais Tshisekedi kuhusu uongozi mbovu. Hivi kwanza tuulize swali la udadisi kwenye wahasi na wale wanachama wenu wote wa heshima wa kikongomani wanaounga mkono harakati ya FCM23. Je, mnaweza kutuambia ni vyuo vikuu vingapi, ajira ngapi, barabara ngapi au hospitali ngapi ambazo tayari zimejengwa kutokana na kodi mnazokusanya kutoka kwa raia wasio na hatia wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wenu? Kwa sababu kuongoza sio tu kutoza au kukusanya kodi, bali pia kuwajibika na kubadilisha rasilimali hizo kuwa maendeleo halisi yenye manufaa kwa wananchi. Kama mnajibu basi tupatieni hapa kwenye comment section ili wakongomani wote wapate kujua basi. Ila nadhani hakuna atakayejitokeza kujibu swali hili, maana kwa dhamiri zao ama kwa dhamiri zenu mnajijua wenyewe ya kwamba nyinyi ni wasaliti wa kutupilia mbali. Basi kwa hapa mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV ndiko ambako tutakwenda kuweka nukta kwa awamu ya 3 ya habari za matukio ya kila siku, na tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarishana zaidi. Chao.